Mzungu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Katika somo la kwanza kutoka waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Korinto, Paulo anawaambia wa Korinto kwamba tuna hazina hii katika vyombo vya udongo. Yaani hazina tulionayo ni imani ambayo tumepokea kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini hazina hii sasa imewekwa katika miili yetu dhaifu. Miili yetu ambayo wakati mwingine inakuwa na tamaa ya vitu vingi sana duniani. Miili ambayo wakati mwingine inadhikika, inapata dhiki, inapata masumbufu, kuna hatari ya kuikana hii imani. Lakini ukweli ni kwamba hazina iliyoko ndani yetu ni kubwa mno. Imani au ule upendo ambao Yesu ametuonyesha kwa Mungu. Ile imani kuu ambayo tunayo kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambayo inatuelekeza kumpenda Mungu Baba na kuishi kiaminifu na kuurithi ufalme wa Mungu ni kubwa sana. Lakini wakati mwingine sisi binadamu basi ni dhaifu. Ndugu zangu wapendwa, ni kweli tumejikuta sisi kama binadamu tukihangaika na mambo ya dunia, mambo ya muda mfupi tu. Na moyo wa mwanadamu hauna ile, wakati mwingine unasahau. Nakuta nguvu nyingi tunaweka kwenye haya mambo ya muda, halafu tunasahau ya uzima wa milele. Na ndio maana mwanadamu huwa anakuja kuelewa tu pale mahali ambapo anajiona sasa anaumwa, hana tena option, anajua kabisa kilichobaki hapa ni kufa. Ndio pale tu anaanza kukubali sasa, kumbe kweli hapa duniani ni kwa muda tu. Ukweli ni kwamba tupaswi kuwa hivyo. Unapaswa tufahamu kila tunachokifanya ni kwa muda mfupi. Sisi ni wasafiri, ni mahujaji. Tunaelekea mbinguni. Sasa lazima tushike sana ile imani yetu. Tuhakikishe kila tunachokifanya hapa duniani hakiharibu imani yetu. Yesu katika somo la Injili tunasikia anatuweka katika hali ya undani zaidi. Anaposema mlisikia katika mambo ya kale, mlisikia hivi. Mlizoea kusikia hivi, lakini mimi nawaambia hivi. Mlisikia kusikia hivi, mimi nawaambia hivi. Yesu anasema hakuja kutangua sheria, bali amekuja kukamilisha. Yesu anatufafanulia tuzame zaidi. Yesu anafahamu kwamba hakuna ajali mbaya kama ajali ya kupoteza uzima wa milele. Kama kupoteza roho yako. Hii ni ajali mbaya sana. Ndio maana leo anatuambia tuwe tayari kung'oa yale yote ambayo yanatufanya tukose huu uzima. Hata kama ni jicho, toa. Hata kama ni mkono, kata. Hii haina maana kwamba tukate mikono yetu au tung'oe macho yetu. Tung'oe yale yote ambayo yanatufanya sisi tuingie kwenye dhambi, tukose huu uzima wa milele. Na ndio maana anasema ukimtazama mwanamke kwa jicho baya, tayari umekwisha kuzini naye ndani. Hii haina maana kwamba Yesu alituambia kwamba tukikutana na mwanamke au mwanamume akikutana, mwanamke akikutana na mwanaume aangalie juu au atazame shambani, asiongee, asimtazame. Hapana. Yesu anatuambia kwamba chunga kila kitu kinachotoka ndani ya moyo wako. Mawazo mabaya ni kama mbegu ambayo inaanza kuoteshwa kutoka moyoni. Chunga haya mawazo. Ukishayachunga, yani linda, guard everything that comes from your heart. Kila kinachotoka moyoni mwako kipe ulinzi. Mawazo mabaya huwa yanaanza moyoni. Dhambi kabla haijatendeka unaanza kuiwaza, unaifanyia meditation ndani ya moyo wako kabla hujaanza kuitenda. Kwa hiyo Yesu anataka kuanzia ndani tusipange uovu. Ukimtazama mtu mtazame kwa nia njema. Ukifanya chochote ukifanya kwa nia njema kuanzia moyoni. Dhambi huanza kutendwa ndani ya moyo wa mtu. Ndio inakuja sasa anakuja kutenda katika matendo. Kwa hiyo Yesu anataka tuchunge mawazo yetu, tusiwe watu wa kuongozwa na mawazo mabaya kutoka ndani, kwa sababu dhambi huanzia pale. Yesu anataka tuanze kuwaza mazuri kuanzia ndani ili tutende vizuri. Kwa ndugu zangu wapendwa, Yesu atuambia kwamba mtu akija kwako pengine anakuja kuomba ushauri, uangalie kule shambani alafu unamsikiliza. Hapana. Msikilize, lakini chunga unachokiwaza. Kipe ulinzi unachokiwaza. Usiruhusu mawazo mabaya yaanzie ndani ya moyo wako, kwa sababu mawazo mabaya yakianzia ndani ya moyo wako ni mbegu ya uovu inaanza kupandwa, ambayo baadaye itaota hakika na itatoka nje na watu, kila mtu ataiona. Tuombeane. Sisi ni dhaifu, sisi ni viumbe dhaifu kweli. Sisi ni vyombo vya udongo, lakini tumewekewa hazina ya kimungu. Tutunze hii hazina, tuhakikishe kila tunachokifanya hapa duniani kinatuongoza kwenye ufalme wa Mungu. Yale ambayo anataka kutuondoa kwenye ufalme wa Mungu
tuyaweke pembeni. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.